Wema na msifu
Walioshikiliwa na shida za dunia, Jehova, tunawakaribisha
Bwana, hili Jumapili nyingine ambayo Bwana umeandaa, umetuandalia meza na ili Bwana utuambie vile Bwana unavyotaka. Ndio maana tumekuja ili Bwana, sisi hatuna la kusema, lakini wewe weka ujumbe wako kwetu na mioyo yetu ifungue, na ili Bwana tuweze kusikia kadri vile unavyotaka. Tutie nguvu katika imani, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu, tunaomba kwa kuamini. Bwana sifiwe. Watupe waimbaji wetu makofi. Kwa mketi chini, naomba uchukue kiti chako kwa nafasi. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo.
Happy New Year. Happy New Year. Mimi nimekaa kwa muda kama hatujaonana. Tumeonana na nyinyi mwaka uliopita, lakini sitakosa kuja kuruka mwaka na hizo Jumapili ya mwaka uliopita na ya kwanza, kwa sababu nimeghairi. Lakini ujumbe ni kwamba tuko kwenye dunia hii, dunia ambayo imejawa na mambo mengi na mambo hupata watu, lakini kwa yote ninajua Mungu bado ni mwema na bado amenilinda. Bado niko na ushuhuda ya kwamba Yesu aliyeniita bado hajamalizana na mimi, maana kama angekuwa amemalizana na mimi nisingalikuwa hapa asubuhi ya leo. Kwa hivyo sichukulii jambo hili kupata Jumapili nyingine na kuonana na nyinyi kama ni jambo la kawaida. Ninashukuru Mungu maana nimewaona na amewapea nguvu na mumeweza kushinda yule mwovu shetani. Maana maandiko inasema, na inaandikia wote, inaandikia vijana na waandikia nyinyi vijana, maana mko na nguvu na mumeshinda huyo mwovu shetani. Wazee nao wamekuwa ni watu wa kushikilia imani ya Mungu, maana kuna ile nguvu Bwana ameweza kuwapea. Na wasichana, Mungu amesema wao ni maua, ama wao ni watu ambao huweka nyumba ya Bwana katika ile, yaani wanapea Mungu furaha. Kwa hivyo jua ya kwamba kuna kile kimefanya wewe upatikane siku ya leo, maana kuna kile Mungu anavyokuona. Kwa hivyo wewe ukiwa msichana, jua kama Mungu unataka awe na furaha, ni wewe utafanya nafasi yako wewe mwenyewe, na ili Mungu afurahishwe na wewe. Kwa hivyo asanteni sana kwa ajili wewe umejitolea kuja, na ili tuweze kushukuru Mungu, maana hii ni siku ambayo Mungu alisema na tuweze kuitakaza na tuweze kufurahia na tuweze kuingia kwenye nyumba yake tukiwa na sifa moyoni. Haijalishi mambo ambayo kule nje tuliyopatana nayo, maana kule nje tunapoondoka kwenye nyumba hii, kule nje ni kupigana vita. Usidanganywe na mtu. Kule nje hatuendani kuimba, kule nje hatuendani kuomba, kule nje tunaendana ni kwenye uwanja wa vita. Na ni kwa sababu gani tumepatikana siku ya leo? Kuna watu ambao wanasema katika lugha ya Kimombo, they have kicked the bucket. Watu wamepiga ndoo na hao watu hawamo tena. Wewe ndoo yako iliondolewa, maana ndoo zilikuwa zimewekewa watu wengi. Yako Mungu akakuonea huruma, akakuondolea ndoo yako usiweze kuigonga. Na ndio maana siku ya leo, maana shetani alikuwa ametuwekea ndoo huo mwaka uliopita. Hakuna mmoja wetu hapa tukipewa nafasi hawezi akashuhudia ni mapito mangapi aliyopitia akinyang'ana kudumisha imani. Kudumisha imani sio kazi rahisi. Kukaa kwenye wokovu sio kazi rahisi. Na ndio maana nimekuja kukwambia, wengi tulipigwa tukawekwa chini, lakini maandiko inasema mwenye haki ataanguka mara 7, lakini bado maana Jehova ni yeye ambaye amemshika atamsimamisha tena. Nimekuja kukuambia siku ya leo utasimama tena, maana yule aliyekuita bado hajamalizana na wewe. Maana aliyemalizana na wao hawapo tena na hawasikii hii sauti. Maandiko inasema nini? Na siku zile Yohana alikuwa akiweza kuwabatiza watu kadri ilivyo kawaida ya watu na wakati ule, lakini kulifika wakati ni wa kufanya mambo vile sivyo. Maana Yohana yeye kuna kile kitu ambacho alikuwa amepewa na Mungu wakati wake, lakini wakati ulifika wakati mwingine wa kufanya mambo ambayo si ya kawaida. Ni kwa sababu gani Mungu ametupea mwaka huu? Ni kwa sababu kuna mambo yale tulikuwa tumezoea, kuna ile hali tulikuwa tumezoea kupigana vita nayo.
nayo. Na ndio maana watu wengi, maana shetani ameweza kumasta katika hali yako ya kupigana vita. Na ndio maana Yohana akajua ya kwamba akiwa ndani ya Roho na akawatangazia watu wa Israeli, mimi leo ninawabatiza kwa maji, haya maji pekee ninayowabatiza nayo, lakini itabidi kuna mtu atakayekuja nyuma yangu. Maana mahali ambapo tunaingia hapahitaji sasa ubatizo wa maji peke yake, unataka mtu aliye na nguvu tofauti. Maana vita katika anga ya kiroho itabadilika, sio vile unavyozoea. Nataka nikwambie, ni nafasi yako tena uweze kujitayarisha na uweze kutiwa miguu yako nguvu. Maana hakuna wakati wa kusherehekea. Kuona mwaka mpya sio kusherehekea, ni kuandaliwa kupigana vita nyingine katika anga ya kiroho. Nataka nikwambie nini? Maana wakati wa Wayahudi, watu waliowekwa kwenye msalaba, maana Wayahudi walidhania, walikuwa na ile hisia, huyu mtu tukimsulubisha kwenye msalaba akiwa na makosa, pengine tunaweza muweka kwenye kaburi, tunaweza fikiria amekufa, na huyu mtu aweza kufufuka na kusimama tena. Kwa hivyo ilikuwa ni kazi ya serikali kuhakikisha mtu aliyewekwa kwenye msalaba amevunjwa miguu, na ili atakapofufuka hataweza kusimama tena. Lakini maandiko inasema wezi wawili walivunjwa miguu, lakini Yesu, maana yeye alikuwa na ameshikiliwa na Jehova aliye baba yake, aliweza kuwakomesha maadui wa imani wa Yesu. Na hao watu kabla Yesu aweze kuvunjwa miguu, Nikodemus akasema, wakiwa na Simeon wakamwambia Pilato, na tupee nafasi tumuondoe Yesu kwenye msalaba kabla hajavunjwa miguu, ili neno litimie na mwana wa Mungu hataweza kuvunjwa miguu. Nataka nikwambie, Yesu akiwa katikati ya wezi wawili, wale walivunjwa miguu, lakini Yesu mwana wa Mungu hakuvunjwa miguu. Maana Jehova alijua hata kama wamemsulubisha, hata kama wamemweka chini, hata kama wamempiga, kuna siku ambayo inakuja, baada ya siku 3 kuna nafasi nyingine itapatikana na Yesu atafufuka. Na maana Baba alijua Yesu atafufuka kwenye utukufu mwingine, hakukubali Yesu avunjwe miguu. Nataka nikwambia siku ya leo, maana Jehova alijua hata kama ulipigwa na mambo ya kimawazo, lakini Jehova kuna kitu moja alihakikisha, ya kwamba mwaka huu utauona, na alihakikisha miguu yako isivunjwe na yale mambo. Maana mwaka huu Jehova amekupania mambo mema. Maana amesema ni wewe utakayepeperusha bendera ya ukuu wa Jehova. Hauwezi ukapeperusha bendera kama hauna miguu ya kusimama. Bwana asifiwe. Hauwezi ukatekeleza wajibu wa Jehova kama miguu yako ni milegevu. Nataka nikwambie wewe dada na ndugu yangu, asubuhi ya leo unahitaji miguu yako. Na ndiyo maana Jehova siku ya asubuhi ya leo, wewe kama miguu yako ya mtu wa ndani, sisemi miguu haya ya mwili huu, ninakuombea miguu ya mwili wa ndani ambayo Yesu mwenyewe na akasema, na Baba ukaichukue roho yangu ukae pamoja nayo, maana imeanguka kwenye mikono ya watesi wa hai wangu na watesi wa kazi niliyoitiwa ya kuokoa binadamu. Kuna kazi ambayo Bwana alianzisha ndani yako. Maadui walikuombea rushwa na wakajua ya kwamba wewe lazima wakumalize, kwa sababu kuna kazi ambayo Jehova anataka kujitukuza nayo. Marafiki wako wao wamewekwa chini. Mambo yalikuwa mengi mwaka uliopita, watu wengi wamewekwa chini, wazee waliwekwa chini, wamama waliwekwa chini, wengi wameingia katika kaburi za kiroho, wengi tumaini lao limekwisha, wengi hawana ushuhuda ndani yao, maana wao waliweza kuuawa na
lakini kwa ajili wao walivunjwa, walipowekwa kwenye makaburi, wao hawakuweza kufufuka. Lakini namshukuru Jehova, maana sisi tuna siri moja, maana wengi walipopatwa na mambo yale hawakuweza kujua ni sababu gani Yesu aliweza kuhifadhiwa. Maana kulikuwa na ahadi ya Jehova juu ya mwana wake. Ahadi ndiyo itakayotuokoa kutokana na maadui ambao wamewekwa juu yetu. Mika 4 mstari wa 5 unasema hivi: kwa maana mataifa yote watakwenda kila mmoja kwa jina la Mungu wake. Kwa maana mataifa yote watakwenda kila mmoja kwa jina la Mungu wake, na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Huu ni mwaka ambao wengi kwa ajili ya kuwekwa chini na mambo hawatakuwa na nguvu ya kusimama tena, maana hawana miguu ya kusimama na kuonesha ukuu wa Jehova. Lakini sisi, maana Jehova amefanya tuone mwaka mpya na amefanya miguu yetu ya kiroho ikasimame, maana ndiyo neno linasema, kwa maana mataifa yote watakwenda kila umoja kwa jina la Mungu wake. Tunaishi katika dunia, kila mtu ako na siri ya Mungu wake. Usidanganywe na mtu yeyote. Hii dunia tunayoishi, tunapoachana Jumapili, kila mtu ni yeye anajua yeye hukimbilia Mungu gani, ni yeye hujua yeye husaidiwa na Mungu gani. Usione watu wamekaa pamoja na wao, usione watu mnafanya kazi na wao ukadhania muko katika dunia moja. Kila mtu, ndio maandiko inasema, maana Mungu aonaye kwenye siri. Mtu yeyote kuna kile ambacho ameamini ni Mungu wake. Kuna watu wanaamini ujasiri wao, kuna watu wanaamini mtu aliye na nguvu, kuna watu wanaamini bidii yao itaweza kuwaokoa. Lakini nilikuwa naambia mtu mwingine jana, hii maisha tunaishi ni maisha ya kiroho. Usidanganywe mambo ambayo yanafanyika sasa hivi haijulikani katika anga ya kiroho, na ndio maana unahitaji msaada mwingine zaidi ya vile unavyoona. Na kwa maana mataifa yote watakwenda, na katika siku ile asema Bwana, nitamkusanya yeye atetemeaye, aliyepigwa akawekwa chini. Jehova anasema nitamkusanya huyu atetemeaye, maana yeye ni mtu wangu, nami nitamrudisha yeye aliyefukuzwa na yeye niliyemtesa. Bwana, hiyo miaka ambayo tumeishi, kuna wakati mambo hutupata na unakaa kana kwamba Mungu amekuacha. Mungu anakiri huu mwaka ni mwaka ambao Jehova amesema umepigwa na haujaweza kuisha. Na Bwana anasema ukimkimbilia huyu Mungu wetu ambaye tunamtumikia milele, Bwana naye anasema atakurejesha aliyefukuzwa na yeye niliyemtesa, nami nitamfanya yeye aliyechechemea kuwa mabaki, na yeye aliyetupwa mbali kuwa taifa lenye nguvu. Wewe unadhania kwamba Mungu amemalizana na wewe na umechechemea, unakaa kana kwamba una nguvu. Mungu anasema mwaka huu ni yeye atakaye kushika, ni yeye atakuhitaji, ni yeye atakutia nguvu, ni yeye atakuponya, ni yeye ataweza kukarabati ndio uweze kuenenda katika safari hii. Maana mambo ambayo Bwana ametuwekea mbele ni mambo mazuri na mambo mema. Ndio maana siku ya leo, hata kama tulipigwa, Bwana hakukubali tumalizwe. Jehova hakukubali tusikwe. Mungu hakukubali tumaini liishi ndani yetu. Na wewe mnara na mbali kuwa taifa lenye nguvu, na Bwana atawamiliki katika mlima Sayuni. Tutakusanywa mahali ambapo msaada wetu hutoka, ambapo ni mahali pa Jehova. Kwenye mlima Sayuni ni mahali watu hukimbilia wakati unapopishikwa na shida. Hapa kuna mtu ambaye nina hofu kwa ajili ule mtu apendi maombi, maana Sayuni ni mahali ambapo tunakimbia kusali. Huu mwaka ni mwaka ambao Bwana anasema ataweza kukusimamia
kusimamisha, na ili uweze kwenda kwenye mlima, uweze kuwa kwenye maombi, maana utapata msaada wako. Hakusimamishi tena ili Bwana ili ukae bila kufanya chochote, lakini anakuita kwenye Sayuni, kwenye mlima wake. Na wewe mnao wa kundi kilima cha binti Sayuni, utajiriwa na mamlaka ya kwanza yatakuja, ufalme wa binti Yerusalemu, mamlaka ambayo Jehova tulinyang'anywa na nguvu zile. Maana wakati vita zinakuwa juu yetu, tunaishiwa na nguvu na tunakaa kana kwamba mamlaka imetupotea na hatuwezi kupigana tena. Lakini Jehova anasema, maana sisi wengine wakiendea mbingu yao, sisi tutakapokubali kumwendea Mungu wetu, Jehova anasema na nguvu ya mamlaka ataiweka juu ya mabega zetu. Sasa mbona unapiga kelele? Kuna watu wamelalamika, wanakuuliza, unasema bado Mungu anafanya kazi. Hawa ni watu ambao Jehova anasema wacha kulalamika asubuhi ya leo, maana Jehova yuko kwenye kiti chake cha enzi na bado hatamalizana na wewe. Je, hakuna mfalme kwako? Je, hakuna Yesu kwako? Anakuuliza, haujaona Yesu alifufuka hata kama aliteswa? Haujaona Yesu kwako? Mshauri wako hata umeshikwa na utungu kama mwanamke wakati wa kuzaa. Uwe na utungu, utaabike ili uzae, binti Sayuni, kama mwanamke mwenye utungu. Maana sasa utatoka mjini, nawe utakaa katika mashamba, utafika hata Babeli. Huko ndiko utakapookolewa, huko ndiko Bwana atakao kukomboa katika mikono ya adui zako. Jehova, maana mjini ni mahali pa kustahereka. Jehova anakuita uso mwaka wa kuwa na nafasi ya kustarehe, ni mahali ambapo kama unapata ukombozi wako. Jehova anasema uenende kwenye mashamba. Kwenye mashamba ni wakati wa kupanda. Huu ni mwaka wa kupanda, na uwe na uchungu kwa ajili ya kazi ya Jehova. Jehova ataweza kuwakomboa wale wote watakuwa na uchungu kuona vile Jehova anadhihakiwa. Maana watu wengi wamedhihaki Jehova wakiwa kanisani. Watu wengi wanasema kanisani hakuna Jehova, wengine wanasema yuko kanisani, wengine wanasema kuna haja ya kukaa kanisani. Lakini maandiko inasema, na Mungu akaamuru Suleimani, na watu wangu walijengea nyumba, mahali ambapo nitakuwa nikikusanyika na wao, na wakati watakapokimbishwa na adui, watakapokimbia kwenye huu mlima, mimi Jehova nitawasikia na nitaweza kuwaokoa, nitaweza kuwasimamisha. Tunaishi wakati ule watu wamechoka na imani, watu wamechoka kuambiwa Yesu anaweza. Watu wamegeukia miungu mingine, watu wamekimbilia mambo ya haraka ambayo ni mambo inakaa kana kwamba inamtukuza Jehova. Lakini maandiko inasema wewe uwe na utungu, uwe na uchungu kwa ajili ya watu ambao kazi ya Jehova inadhihakiwa. Maandiko inasema Elisha akawa na uchungu kuona watu vile walivyoomba sanamu. Elisha akasema, maana ninaamini huyu Mungu aishie milele. Akatangaza kutakuwa na njaa na Jehova, maana alikuwa ameandamana na yeye. Elisha alikuwa na uchungu, akaisikia hiyo sauti, akasimamisha utele wote. Kunahitajika mtu mwaka huu atakayekuwa na uchungu, ni kwa sababu ya kazi ya Jehova, ni kwa sababu ya wale ambao wanadhihaki hilo jina. Maana ushuhuda bado uko ndani yetu, watu ambao hawana uoga, watu ambao watakiri Jehova. Ukiondoka na hapa, watu watajua mahali ulipo, watakuuliza jinsi ulivyo, ni nini ambacho imefanya ufikishe mahali hapa. Utawaambia ni ya kwamba nimeamini huyo Yesu aliyesulubiwa na baada ya siku 3 akafufuka. Nataka niseme nini? Yohana akasema, ninayekuja mimi ninawabatiza kwa maji, lakini yule ambaye anakuja nyuma yangu, huyo ni mwana wa Mungu. Huyo anakuja na ufalme wake ambao uko kwenye mabega yake. Huyo atakaye kuja atakupatiza katika roho na moto. Ninakwambia mwaka huu, my dear sister, my dear brother, unahitaji huyu mwanaume aliyeshinda wanaume wote. Tumebatizwa kwa maji,
Maji ni mazuri, maana yanatupa uhai, lakini uwanja wa vita hauhitaji maji peke yake, unahitaji moto. Unahitaji moto na Roho ambaye yeye atakuonea jinsi maadui wanavyokupangia, maana ni moto unaangamisha, ni moto utakaochoma nguvu zote za giza, ni moto ambao ndio utakao kuwezesha kuweza kuteketeza kile ambacho kimekuwa kikusumbua. Yohana akasema, yule atakaye kuja nyuma yangu amebeba ufalme kwenye mabega yake. Asubuhi ya leo kubali kukimbilia huyu mwanaume ambaye anakuja, maana mwaka huu anasema niko tayari kupatiza mtu, yule mtu ambaye anataka kusisi uchungu. Ukisikia mahali kuna uchungu, huyo mtu kuna kitu ambacho anataka kuzaa. Nataka nikwambie, hauwezi kuwa na uchungu, na kama hauna mimba hauwezi kuwa na utungu. Nataka nikwambie, huu ni mwaka wa wewe kubeba mimba ya kiroho, maana lazima kuzaliwe mambo mema katika maisha ya wateule. Na sasa mataifa mengi wamekusanyika juu yako, wasemao na atiwe unajizi, macho yetu na yaone ishara ya Sayuni. Mambo sio rahisi vile unavyofikiria. Ndio maana ninakwambia, huyu Yesu yeye aonaye maadui ambao wanakupangia, lazima wa maadui wanasema, maana umejifanya umeonekana mwaka huu, wanasema wamekuandalia, maadui wanakuambia, wanasema maana wanajua, na ili Yesu akupotelee na msaada wake upotee juu yako, lazima wakutie unajisi, wakuweke mawaa. Wakikuweka mawaa, ile urembo wa binti Sayuni utaweza kupotea. Lakini ndio maana ninakwambia, lazima ukubali kujishikanisha na huyu mwanaume, maana ni yeye atakayewakemea, ni yeye atakayewachoma. Lakini wao hawayajui mawazo ya Bwana, wala hawafahamu shauri yake, kwa maana amekusanya kama miganda ya sakafuni. Wao maadui hawajui, maana wao walikimbilia miungu ya kuangamiza. Nataka nikwambie, tunaishi dunia ambayo imejawa na uovu. Hakuna mtu anakuwazia mambo mema, maana watu ambao wanatengeneza vyakula, mtu anayepanda hiyo epo, mtu anayepanda hiyo viazi, mtu anayepanda hiyo mahindi, hakufikiri mambo mema, anaiweka dawa, maana hana haja na maisha yako. Ameiweka dawa ili akuangamishe. Afadhali ufe, yeye atajirike. Afadhali wewe ukuwe kilema, afadhali utolewe kiungo kimoja cha mwili wako, maana yeye hiyo ndio furaha yake. Maana anasema yeye atakuandalia vyakula vile. Yeye, kuna watu mahali wanaweza kufanya utafiti kila siku, ni dawa gani nitakayopatia wamama, ni dawa gani nitakayopea wazee, ni dawa gani nitakaopea watoto wanapozaliwa. Wanasema tunatoa chanjo ya kupea watoto wanapozaliwa. Nakwambia kuna chanjo ya kufanya wewe uishi. Wale watu ni chanjo ya kujitajirisha. Ndio maandiko inasema, wale watu, Jehova anasema, wale ambao watafanya huyu mwanaume kuwa nguzo ya maisha yao. Huyu Yesu pekee ndiye anaweza kuwezana na hawa watu. Huyu Yesu pekee ndiye atakayewachoma. Maana maandiko inasema, na Yohana walipomwekea sumu kwenye kikombe chake, na hii injili isiendelee, maandiko inasema, maana huyo mwanaume Yesu ndiye alikuwa anatetea. Yesu akasema, huyu mwanangu sitamwachilia anguke kwenye mikono ya hao Wayahudi. Alipokunywa kile kikombe hakuweza kudhuriwa na ile sumu. Maandiko inasema, baada ya kuchukuliwa kile, akasema wakafikiria amekufa, wakaona hafi, wakamchukua wakampeleka kwenye kisima cha Patmo. Mahala pale walimweka, kabla wamweke wakamchemsha kwenye nyungu ya mafuta. Ninashukuru Jehova, maana kwa sababu Yesu mwanaume ndiye alikuwa moto wake alipoingia kwenye mafuta. Maandiko inasema Yohana hakuweza kuungua. Namuona Yohana akiweza kushukuru na kulibasaika akiwa kwenye mafuta yale, maana yule aliyekuwa amemzingira na aliyekuwa na mawazo mema
alikuwa amemhifadhi na ilikuwa juu yake. Yohana, hutaona kifo, maana Yesu alikuwa amesema vile. Na maandiko yanasema alipopelekwa kwenye kisima cha Patmo, akainuliwa katika anga ya tatu, akainuliwa kwenye anga ya tatu, akapelekwa katika matembezi na malaika wa Jehova, akapelekwa akaonyeshwa mambo yatakayokuwa. Kuna mtu atakubali kukimbilia huyu Yesu, maana mambo ambayo yatafanyika kwenye siri, kwenye anga ya kiroho katika mwaka huu, Yesu atakubali kukuinua. Hata kama utajaribika, Jehova atakubali ujaribiwe. Nataka nikwambie kwa nini. Kwa sababu lakini wao hawajui mawazo ya Bwana, wala hawafahamu shauri lake. Jehova ako na shauri lake kwetu, kwa maana amekukusanya kama vijana. Haya, anavyosimama na kusema, haya basi, simama upure, binti Sayuni, kwa maana nitafanya pembe yako kuwa chuma na kwato zako kuwa shaba, nawe utaona mataifa mengi, na faida yao utaiweka wakfu kwa Jehova. Mali ya maadui zetu ambao maadui zetu wameshika. Wengi wetu hapa hakuna mtu ameajiriwa na Mkristo. Hakuna Mkristo ameweka biashara akakuajiri. Wale ambao wametuajiri ni watu wa mataifa, wao ambao wako na hisia mbaya kuhusu sisi. Lakini maandiko inasema hivi kwenye hizo kasi, haya simama upoe, binti Sayuni, kwa maana nitafanya pembe yako kuwa chuma. Kwa sababu ukisikia mahali pembe zako zitaandaliwa, kitu ambacho kiko na maadui zetu hatutakipata kwa urahisi, maana adui utakaoenenda kumnyang'anya kile alicho nacho lazima atatoa vita. Na ndio maana ninakwambia kile tumekosa kukipata, maana tulipigana vita bila pembe. Tuliendelea kupigana vita ya utajiri na kunyakua mali ya Wakaldayo, wakatuonesha mambo, wakaweza kutusiaga. Lakini Jehova anasema, maana umekubali kumkimbilia huyu Jehova na huyu mwanaume. Tayari kukumbushe, huyu Yesu ni mwanaume, alimenyana na wao akaweka chini. Haya, simama, takutia pembe zako chuma na kwato zako miguu yako, maana haijavunjwa. Maana Jehova alijua kwamba huu mwaka lazima utayarishwe, uwekwe miguu, iwekwe chuma, maana kuna vitu utakanyaga. Barabara haitakuwa rahisi. Mataifa mengi utakonda mataifa mengi, na faida yao utaiweka wakfu kwa Bwana, na mali zao kwa Bwana kwa dunia yote. Dunia hii tunayoishi na mali yote ya Jehova, lakini adui shetani huhakikisha kwamba watu wa Mungu waishi katika machozi na waishi katika kuchekelewa. Lakini Bwana, asubuhi ya leo nimekuja kukutia nguvu, utasimama tena. Bwana aweze kubariki na watende mema. Tusimame tunapoomba, tusimame. Ewe Bwana wa rehema, tunakushukuru asubuhi ya leo kwa ajili ya neno lako, neno lenye nguvu na uwezo wako. Bwana, nakushukuru kwa ajili ya sauti ambayo Bwana umeweka ndani yangu. Sauti hii Mfalme, wewe umefanya ikaweza kufikia ndugu na dada zangu. Bwana, tumekuja kumega mkate wako na kukumbusha ya kwamba kazi njema uliyoanzisha juu ya maisha yetu, Bwana, hujamalizana na sisi. Unatusimamisha tena, unatia vichwa vyetu pembe, na unatia miguu yetu, makwato yetu unayatia viatu vya chuma, na tuweze kukanyaga, Jehova, tuweze kukanyaga kila nguvu zote za giza, ili tuweze kuwa utajiri wetu kwenye mikono ya mataifa. Utukuzwe na mwingine kwa ajili ya rehema zako. Mfalme, asante Mfalme kwa ajili ya hao, asante kwa ajili ya wateule hawa, asante kwa ajili ya wale ambao wanakuja. Ninakuinua kushukuru Mfalme, maana ya kutulia siku leo kama chombo chako. Bwana, mimi sistahili, wacha Bwana mimi nikuinue, Bwana uonekane. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu, tunaomba kwa Bwana. Bwana asifiwe. Pigia Bwana makofi.